Mheshimiwa Makamu wa Rais, mimi na kazi ndogo tu kuhakikisha hawa wataweza kufanya kazi ya Mungu vizuri. Naamini kabisa umekubali kazi. Sasa mimi kama mwenyekiti wa taifa nitasoma kiapo chenu. Nikimaliza kusoma, nataka wote mseme Mungu anisaidie. Amen. Tamko la ukiri na kiapo cha uongozi. Viongozi wa mikoa, Mungu huwatumia wanadamu ili kutimiza mpango wake, na kumkubali kwamba Mungu ndiye aliyewachagua ili watumikie watu wake katika baraza hii mkoani kwa unyenyekevu, hekima, umoja, upendo na mshikamano, na kwamba kwa moyo wenu wote mbele za mashahidi hawa mnaahidi wakati wote wa uongozi huu hutaharibu kundi la Bwana kwa maneno, kwa kauli au kwa vitendo, bali wakati wote mtasimama kama wakili waaminifu kuhakikisha mwili wa Kristo unajengwa na kazi ya huduma inaendeleka. Na kwa kuwa maono ya CPCT ni kudumisha umoja wa mwili wa Kristo, naamini mnayo dhamira ya dhati kuhakikisha mtakuwa mstari wa mbele wakati wote wa uongozi wenu. Pamoja na wasaidizi wenu utaonyesha dira ya kuyasimamia, kuyalinda, ya kutetea na kuendeleza kwa ufanisi maono haya. Semeni, Mungu nisaidie. Asanteni. Naomba tusimame wote tuombe. Naomba wekeni mkono juu. Baba, jinsi ulimwita Nuhu, jinsi ulimwita Abraham, jinsi ulimwita Musa, jinsi ulimwita Daudi, Mungu uliowajua hawa, kila moja ulijua kabla ya msingi wa dunia hii, na ulijua katika awamu huu wa 5 wangekuwa viongozi wa CPCT. Naomba Mungu wape mzigo wa kuhakikisha amani ya nchi yetu kinaendelea kudumu. Wape uwezo na macho ya rohoni ya kuona maadui wanakuja kwa njia gani. Mungu, simama nao kila kona. Wapewe kibali mbele ya serikali, mbele ya taasisi mbalimbali. Wapewe kibali na wachungaji na maaskofu na mitume na nabii. Mungu, ninaomba wape hekima na wawe na moyo wa kujali wanadamu, wakubwa na wadogo. Mungu, wasaidie. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote sema amen. Mungu awabariki. Asante. Naomba viongozi tuketi kwa dakika chache wa mikoa. Ninaomba sasa wenye viti wa wilaya zote, makamu wenye viti, makatibu na wajumbe wao, naomba tusimame tuwapigie makofi mengi watu hawa. Mheshimiwa mwenyekiti wetu, hawa walio mbele yako ni wenye viti
makamu wenye viti, makatibu na wajumbe kutoka wilaya zote Tanzania, karibu kwa zoezi linalofuata. Asante. Mgeni wa Mheshimiwa Balozi, kwa unyenyekevu, mikoa wilaya 139 wako hapa na wamekubali kufanya kazi ya Mungu. Watu kwenye mikoa wilaya yao waliwachagua. Ndio maana leo tunafanya hii kitendo. Watumishi wenzangu, na kazi moja ndogo tu ya kuwa waaminifu katika kazi hii ya Mungu. Naomba mimi nitasoma, naomba usikilize vizuri. Nikimaliza mnasema Mungu nisaidie. Amen. Tamko la ukiri wa kiapo cha uongozi. Viongozi wa wilaya waliohudhuria hapa mbele, kama vile mnatambua kuwa Mungu huwatumia wanadamu ili kutimiza mpango wake, na mnakubali kwamba Mungu ndiye aliyowachagua ili mwatumikie watu wake katika baraza hii wilayani kwa unyenyekevu, hekima, umoja, upendo na mshikamano. Na kwamba kwa moyo wenu wote mbele ya mashahidi hawa mnaahidi wakati wote uongozi huu hamtaharibu kikundi cha Bwana kwa maneno, kauli au vitendo, bali wakati wote mtasimama kama wakili waaminifu. Utahakikisha mwili wa Kristo unajengwa na kazi ya huduma itaendeka. Na kwa kuwa maono ya CPCT ni kudumisha umoja wa mwili wa Kristo, mnaamini mnayo dhamira ya dhati kuhakikisha mtakuwa mstari wa mbele wakati wote wa uongozi wenu. Pamoja na wasaidizi wenu mtaonyesha dira ya kusimamia, ya kulinda na ya kutetea na ya kuendeleza kwa ufanisi maono haya. Sasa semeni, ndiye Mungu anisaidie. Rudia, ngoja kwanza. Semeni ndiyo na Mungu anisaidie. Haleluya. Nataka uweke mkono wako juu na wengine tusimame tuwaombee. Hawa ni kikundi kubwa. Hawa ni watu ambao tunawategemea kuliko watu wengine. Mungu, tazama, wewe ndio uliwaita, wewe ndio uliwachagua, na umesema wale ambao uliwachagua unawapa uwezo. Naomba wape hekima, wawe na macho ndani ya eneo zao, waone roho ya uharibifu inapokuja, wawe na nguvu ya kuikataa kila aina ya uharibifu, kuharibu nchi yetu kitakapoingia katika wilaya zao. Mungu, ninaomba wapo ujasiri ya kusema hapana. Mungu Baba yangu, wape uwezo, wape nguvu, wasiwe na roho ya hofu, wape ujasiri ili wafanye kazi yako. Umetuweka kuwa nuru na umeweka kuwa
chumvi. Naomba na iwe hivyo. Walinde watu wao kwa njia zozote, waombee watu wao kila siku. Baba, tunataka amani yako idumu ndani ya nchi yetu, na wao wape hiyo nguvu. Ni katika jina la Baba na ya Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen.